Arusha. Mheshimiwa Waziri Mkuu, na matumaini kwamba unafahamu kuwa tangia mwaka 2018 ilikuwepo uzinduzi wa njia kutokea Dar es Salaam kuja mpaka Moshi na kutoka Moshi kuingia hapa Arusha mjini. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika ukarabati wa uzinduzi wa njia hiyo tuliweza kuwa takriban zaidi ya vijana 400 na kwenda juu. Tuliweza kufanya kazi hiyo ya uzinduzi wa hiyo njia kupitia nyakati ngumu sana, lakini baada ya kuwa tumepeleka ile reli mwishoni mwaka 2020 alikuja waziri mkuu ambaye kipindi hicho alikuwa ni Mheshimiwa Kassim Majaliwa, akatoa tamko kwamba kwa wale wote vijana walioshiriki katika kuzindua hii njia waweze kupewa ajira eneo hili. Badala yake hilo proposal likachukuliwa na kurudishwa katika wizara husika. Wizara hiyo ikatekeleza madai hayo, lakini wakati wanakuja kuchukua document ambazo ni taarifa halisi za vyeti vilivyokuwa vinadaiwa kwamba ni vigezo halisi vya kuwachukua hao vijana, sisi baadhi ya vijana tulikuwa maeneo mbalimbali kutokana na geographical location ya mazingira ya reli kama unavyofahamu. Wakati wanakusanya vyeti hivyo, sisi hatukuweza kukusanya hivyo vyeti kwa wakati. Mheshimiwa Waziri, badala yake, baada ya kuwa wamerudisha vile vyeti, wamepeleka vyeti wakaleta mikataba ambayo ni mikataba iliyobeba stahiki kwa kila mfanyakazi. Tukaambiwa sisi wengine kwamba vyeti vyenu ndio vimechukuliwa, tunaenda kufanya process ili na nyie muweze kurudishiwa majibu, muwe kama wenzenu. Mheshimiwa Waziri, tumeenda na swala hilo, mwezi ukapita, miaka ikapita, tukaanza kwenda kufuatilia ofisi kuu kamata Dar es Salaam. Tukawa tunapewa majibu tofauti tofauti. Mwisho wa siku, wakati huo mimi nilikuwa katika genge la kazi, eneo la kazi, station ya Same. Hali iliposhindikana nikaenda kwa mkuu wa wilaya, nikatoa taarifa hizo. Taarifa hizo wakazipeleka kwa CEO akasema wakusanye tena vyeti. Tukakusanya hivyo vyeti mheshimiwa, vikapelekwa Dar es Salaam. Wakakataa kufanya mabadiliko kwa sisi vijana ambao tulibaki. Mheshimiwa Waziri, mpaka sasa hivi kilichofanyika ni kwamba wametuletea barua ya kwamba sasa hivi nyie shirika lina utaratibu mwingine, kazi ishie hapa. Tumesimamishwa kazi, tusiendelee na kazi, wakidai kwamba hawawezi kutekeleza maamuzi yaliyotolewa na waziri kwa upande wetu sisi. Kwa hiyo mheshimiwa, tulikuwa mko ngapi? Tuko watu takribani 29. Orodha yenu na vyeti vyenu tunaweza kupata wapi? Hapo mheshimiwa ni kulipa maelekezo, kwa sababu mimi nilipata taarifa nikiwa hapa mjini. Haya basi, hebu peana mawasiliano na wasaidizi wangu ili upate muda. Ndio. Upate muda ukachukue hiyo orodha. Ndio. Tuweze kusaidia kuipeleka inakotakiwa. Lakini pia mheshimiwa, la mwisho tafadhali na nyongeza. Shirika hilo limeweza kuingia mbio na shirika jingine linajiita LNDA. Hiyo LNDA imeingia kuajiri vijana wengine ambalo taratibu na kanuni za kumwajiri mtu akiwa eneo la kazi. Mathalan, linatoa muda unaisha, linaongeza overtime bila watu kuwalipa. Linaajiri mtu bila kumpa hela ya kustaafu. Linaajiri mtu bila kumpa zote. Kwa hiyo mheshimiwa, pia vijana wako wanateseka. Ili